Mimi napenda niwatanabahishe kwamba barabara ni eneo la hatari. Ajali nyingi. Ukisikia mawio, bila shaka unajua kwamba tunaondoka vibaya kwa njia ya barabara. Sasa kutokana na uhatari wake barabara, jumuiya ya kimataifa imetengezea utaratibu maalum. Umetunga sheria, umetunga kanuni pamoja na miongozo ya matumizi ya barabara. Sasa hizi ajali ambazo zinatokea ni matokeo ya kutokuzingatia sheria, kutokuzingatia kanuni na ile miongozo ambayo imewekwa. Na haya yote yamewekwa kwa sababu kupunguza majanga ya hatari ya barabara. Kwa hiyo mimi niwasihi, tumeombewa hapa kwamba tumekuja salama, turudi salama. Lakini niwasihi kwamba tutumie taratibu bora za matumizi ya barabara. Na huwezi ukawa na umahiri wa kuitumia barabara kama wewe ni dereva, kama hujapita katika vyuo vya udereva. Kwa hiyo niwasihi, tujitahidi sana, tufike katika vyuo vya udereva, tupate taaluma, tuwe na umahiri wa kuitumia barabara. Lakini hata wale watembea kwa miguu, yapo mafunzo. Kwa nafasi yangu tumeanza kutoa kupitia radio, tutatoa kupitia television, lakini pia tutakwenda kwenye shehia, ili kila mtumiaji wa barabara katika makundi yetu yote awe na weledi wa kuitumia barabara. Kwa wale vijana ambao wengi wanateketea, hawa madereva wa bodaboda au madereva wa pikipiki kwa ujumla, wengi wetu hatuna leseni. Tumekuwa tunapuuzia kufuata taratibu za kwenda kwenye vyuo vya udereva tukapata leseni. Niwaombe, niwasihi, kwa namna tunavyopoteza maisha yetu, tunavyosababisha upotevu wa nguvu kazi, tufate taratibu zilizowekwa. Nawaomba sana, nawaomba na wasihi sana. Inawezekana kwa ujana wako, kwa utoto wako usizingatie sana yanayotokea, lakini maafa yanayoendelea kutokea ndani ya nchi yetu, takwimu ambazo zinaonekana zinaendelea, kwa kweli ni hatari. Kwa hiyo mimi kwa nafasi yangu tutapita mpaka kwenye shehia kutoa elimu, na tutakapokuja tupeane, yani tupokeane na tupeane ushirikiano. Lakini pia nimesikia kuna wadau wa bima hapa, kuna wadau wa mabenki hapa. Hawa ni wadau wakubwa sana katika masuala ya usalama barabarani. Naomba tutakapokuja katika maofisi yenu tushirikiane. Kampuni za bima duniani zimekuwa na mchango mkubwa katika kuhakikisha barabara zetu zinakuwa salama. Wengi wamekuwa wakifacilitate kutoa au kuweka CCTV kamera ili kupunguza majanga ya ajali barabarani. Kwa sababu kwa kampuni za bima, kama kutakuwa na punguo la ajali, manake hata watu kudai fidia itapungua, na kwa hiyo kampuni za bima zitakuwa zinapata faida. Lakini pia mabenki, tuwe na ushirikiano kuhakikisha kwamba barabara zetu zinakuwa salama, lakini pia wananchi wetu wote wanakuwa na uweledi wa matumizi ya barabara. Tumefutarisha leo hapa kwa sababu Mwenyezi Mungu anapenda tukae pamoja, tule pamoja, tuzungumze pamoja, na Mwenyezi Mungu anakuwa anafurahi sana kwa hili. Kwa hivyo nawasihi na wenzangu watakaopata nafasi kama hii, basi na wao wafanye kwa ajili ya Allah. Malengo ya kampuni yetu ni kuona sasa na sisi tunakuwa kampuni kubwa kwenye nchi hii. Ndio maana tunajitahidi kwa karibu na watu, kutoa sadaka ili Mwenyezi Mungu na sisi atubariki. Lakini pia nisisitize tu aliyozungumza mwenyekiti wa bodi ya usafiri, kwa nafasi yangu kama mwenyekiti wa shirikisho la usafirishaji abiria na mizigo Zanzibar, na pia nasisitiza kwa sababu hao wadau madereva wote wanaoshughulika na masuala ya barabara ni wadau wangu. Kwa hivyo kwa nafasi hii na mimi vile vile napenda kusisitiza tuwe waangalifu katika matumizi ya barabara. Siwezi kuongeza zaidi kwa sababu mwenyekiti wangu ameshatangulia na amemaliza kila kitu, na kawaida binadamu huwa anaondoka na lile la mwisho. Kwa hivyo ningependa muondoke na yote. Kwa hivyo sitopenda kuogelea sana katika hayo aliyozungumza mwenyekiti, isipokuwa natoa shukrani za dhati kabisa kwa nyote ambao mmehudhuria kwa niaba ya Amani Central Agency, na tunakutakieni kila la kheri. Tunakutakieni mwende salama, mfike majumbani kwenu, na inshallah kila la kheri. Mwenyezi Mungu akujalieni kwa mashirikiano yenu, kwa imani zenu mlizotuonyesha katika futari hii, na tunakutakieni mwende salama.